نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه نشهد على انه بلغ رسالته ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتاه اليقين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فالفاز المتقون كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. الآية. Atakuliza shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye ndiye ambaye anayepaswa kushukuriwa katika kila hali na katika kila namna, katika kila hali ya furaha na hali ya majonzi, katika kila namna. Kwa namna ya afya yako iko sahihi au afya yako haiko sahihi, unapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kwa kufanya hivyo ni moja katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye siku zote Mtume huwa anasema, na mimi kama wakala wa Mtume nasema pia kama alivyosema Mtume. Mtume amesema kwamba ajaba li amri almu'minin, nastajabisha jambo la muumini, fa inna amrahu kulluhu khairan, hakika mambo yake muumini yote yanakuwa khairi kwake. In asabahu khairan fashakara fakana khairul lah, ikiwa atakutwa na kupatwa na khairi akamshukuru Allah jalla wa ala, basi inakuwa ni khairi kwake kwa sababu amepatwa na khairi. Lakini Mtume mbele akaendelea akasema, wa in asabahu sharran fashakara fakana khairul lah, kadhalika pia huyu mwanadamu, huyu muumini atakama atapatwa pia na jambo ambalo linamhuzunisha kwenye nafsi yake akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi pia kwake inakuwa ni kheri. Kwa mambo yote mawili kwa muumini kwake yanakuwa ni kheri. Tumuombe Allah jalla wa ala yote mawili kwetu yawe ni kheri, lakini pia Allah atudumishe katika kheri na atudumishe katika njia yake, tufe hali ya kuwa ni muumini. Ndugu zangu, usia wangu ni usia mfupi sana, usia mfupi mno dhidi yetu au dhidi yenu. Usia huu ni usia ambao utaanzia mbali katika kipande kidogo sana, ambapo Allah jalla wa ala amezungumza kwenye Qur'ani kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika miezi mitukufu mbele ya Allah jalla wa ala ni miezi 12. Allah akasema mbele, akasema minhum arba'atu hurumun, ndani ya hiyo miezi 12 kuna miezi minne ni miezi ambayo ni mitukufu. Akasema fala tadhlimu fihinna anfusikum, wala msidhulumu ndani ya hiyo miezi mkaidhulumu nafsi zenu. Zangu, miongoni mwa hiyo miezi ambayo Allah jalla wala ameizungumzia katika hiyo miezi 12 akaitoa minne akasema mitukufu. Hiyo miezi minne katika miezi mitukufu pamoja na mwezi huu tuliokuwa nao. Mwezi huu waitwaje? Mwezi wa Rajab. Huu ni mwezi wa Rajab. Lakini upande mwingine wanasema fungo ngapi? Fungo 10. Ni mwezi wa Rajab ambao ni fungo 10. Hii ni katika miezi mitukufu, au huu ni katika miezi mitukufu ndani ya hii miezi minne pamoja na mwezi huu wa Rajab. Mwezi wa Rajab una mambo mengi muhimu sana. Nina imani kabisa kwenye kupitia membari hii hatuwezi tukazungumza yote katika matukio ambayo yalikuwa mazuri na bora yaliyotokea ndani ya mwezi huu katika zama zilizotangulia kabla yetu sisi, katika mambo mengi ambayo yalifanyika nyuma katika manabii
Mambo mengi yamefanyika na waumini na manabii walishinda kupitia mwezi huu wa Rajab. Lakini mimi kitu ambacho nataka nizungumze ndani ya mwezi huu ni kitu kimoja kikubwa ambacho pia kulingana na mwezi wenyewe bado una siku chache sana, kama sio 2 itakuwa 3. Kuna kitu kinachoitwa Mi'raj. Mi'raj ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka, kutoka Baitul Maqdis kwenda mbinguni. Yaani ni kitendo cha kupandishwa Mtume sallallahu kutoka Baitul Maqdis kupelekwa mbinguni. Ni kitendo au ni tukio ambalo limefanyika ndani ya mwezi huu wa Rajab, ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuelezea katika sura Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna fiha. Allah anasema kwamba ametakasika Allah jalla waala, ambaye alimtoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka msikiti mtukufu wa Maka usiku mpaka kufika msikiti wa Baitul Maqdis Palestina. Tena Allah akasema lailan, usiku, msikiti ambao Allah jalla waala ameubariki na wenye neema nyingi. Miongoni mwa msikiti yenye neema nyingi pamoja na msikiti huu, katika misikiti mitatu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa darasani, ilikuwa mwezi wa Ramadhani, akawaambia masahaba kwamba hakuna itikafu illa bithalathati masajid, hakuna itikafu isipokuwa kwa misikiti mitatu. Akasema Masjidil Haram, Masjidil Aqsa wa masjiduna hadha. Akasema msikiti wa kwanza ambao hakuna itikafu ni msikiti, hapana itikafu kwa misikiti mitatu. Msikiti wa kwanza ambao unatakiwa ufanye itikafu, msikiti wa kwanza ni msikiti wa Palestina, wa pili Maka, wa tatu msikiti wetu huu, akikusudia Masjidi Nabii, msikiti wa Mtume sallallahu. Hii hadithi ina maana pana, sio muda wa kuchambua. Pointi yangu ni tukusudia kwamba katika misikiti mitukufu na sehemu tukufu ni pamoja na msikiti wa Baitul Maqdis. Hii hadithi tutakuja kuichagua kwenye mwezi unaokuja uhai ukiweko biidhnillah ta'ala. Kwa nini Mtume alizungumza haya maneno? Na kwa nini misikiti mingine itikafu isiwepo, iwepo misikiti mitatu tu? Tutakuja kuelezana kwenye mwezi unaokuja, mwezi wa Ramadhani, ndio sehemu yake na ndio muda wake. Inshallah Taala, Allah tujalie uhai na afya njema. Lakini kwa pointi yangu ya leo ninakusudia kuelezea utukufu uliopo ndani ya mwezi huu wa Rajab, lakini utukufu ambao uliopo ndani yake kupitia kitukio lililotokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokea pale msikiti wa Baitul Maqdis kwenda mbinguni, ambako ndipo alituletea sisi safari yake hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituletea sisi swala 5 hii ambayo sisi tunaisujudu, ambayo sisi tunaswali, ilitokea muda huo, na kwa tukio hilo ndilo ambalo lilileta hii swala 5 ambayo sisi tunaswali. Lakini ndugu zangu, ninataka kuzungumza mimi ndani ya huu mwezi, kama alivyosema Allah kwamba fala tadhlumu fihinna anfusakum, msifanye dhulma ndani ya hiyo miezi, ndani ya nafsi zetu. Leo jambo la ajabu sana, muumini, Muislamu, jamii inaweza ikaona ikafanya jambo kubwa sana la ajabu, la dhulma kubwa sana ndani ya miezi mitukufu ile minne, lakini dhulma hiyo na jambo hilo kubwa la madhambi na makosa asilifanye ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa kuhofia na kuona kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi uliokuwa mtukufu, akasahau kwamba kuna miezi mitukufu mingine minne ambayo Allah jalla waala ameizungumza, na akataka jamii, akataka umma isidhulumu nafsi zao ndani ya miezi hiyo, kwa utukufu uliopo ndani ya miezi hiyo. Leo Waislamu tumejisahau, sisi tunafanya mambo mazito magumu ndani ya miezi mitukufu,
tena ya dhulma, ya kudhulumu sisi wenyewe na kudhulumu watu wengine. Lakini haya inaweza kaya yanakuja ima kutokana na malezi ambayo tulilelewa, ambayo hatukuambiwa wala kuelezewa umuhimu uliopo katika miezi hii mitukufu minne. Lakini inawezekana pia sisi wenyewe labda inawezekana kuwa ni watu ambao tayari hatukuwa karibu na haya mambo katika kuangalia ubora uliopo ndani ya hii miezi, tukajizuilia na yale yaliokuwa mazito na magumu ambayo tunayafanya ndani ya miezi ambayo Allah ametutaka sisi tusifanye, tusidhulumu. Lakini je, watu hawadhulumu? Unaweza ukakuta Muislamu anaweza akajizuilia na uzinifu mwezi wa Ramadhani, akasema huu ni mwezi mtukufu, mwezi ambao umesoma Qur'ani, mwezi ambao umefanya kadha. Sawa. Je, hii miezi mingine mitukufu minne inakuruhusu wewe kuzini? Mbona unazini miezi mingine? Hata wachawi mwezi wa Ramadhani huwa wanasimama kuroga, wanaroga kiaina mpaka umkene kweli kweli mchawi ila kuja kuroga mwezi wa Ramadhani. Wanafanya kazi, lakini ufanyaji wao wa kazi tofauti na miezi mingine. Sasa wao hawajui kwamba kuna miezi mingine minne ambayo Allah Jalla waala ameikataza kwamba watu wasifanye dhuluma na wasifanye maovu. Maana yake ni kwamba tayari jamii sisi tumejengeka katika kuona kwamba mwezi mtukufu ni mmoja tu, mwezi wa Ramadhani. Miezi mingine tuna khiari ya kufanya tunachokitaka, tuna khiari ya kupita kwenye mapito yote ambayo tunayaona, tena mapito mengine yanakuwa ni mabaya na gumu ya dhulma kubwa kabisa. Kwa ndugu zangu, na kuhimizeni sana ndani ya mwezi, ni miongoni mwa miezi mitukufu, ingawa mwezi wenyewe ndio unaisha au unaenda mwishoni, ni miongoni mwa miezi mitukufu ambayo inatakiwa sisi tusidhulumu nafsi zetu. Na insha Allah taala biidhnillah karim, katika uhai kama utakuwepo siku za mbeleni au miezi mingine ya usoni, tutaleta hili jambo, tutatafuta wanachuoni wakubwa ambao watakuja kutuelezea namna gani Mtume salama alitoka kutoka pale kutoka Maka, Baitul Haram, Masjidil Haram, kutoka msikiti mtukufu wa Maka ila Baitul Aqsa, mpaka msikiti wa Aqsa, na kutoka Baitul Aqsa kwenda moja kwa moja mpaka mbingu, kwenda mbingu ya saba, kwenda kuchukua mpaka mbinguni, kwenda kuchukua hizi swala tano basi tunazoswali. Watakuja kutuelezea wanaochuoni ambao Allah amewapa elimu hiyo ya hayo mambo. Sisi wenyewe kama tunakuwa tuko hai, basi Allah atakapojalia tutaelezea kile ambacho tutakachokuwa tumekiweza katika hayo. Lakini nataka kuzungumza ni kwamba hii ni miezi ambayo hatutakiwi kufanya dhulma, hatutakiwi kujidhulumu kwenye nafsi zetu, lakini tujue kama ni miongoni mwa miezi mitukufu. Tusije tukaitakidi na tukaona kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao unatakiwa kuacha mambo ya haramu na kuacha mambo mazito magumu, na hii miezi mingine mitukufu ambayo sio mwezi wa Ramadhani tukaona inafaa sisi kuenjoy na kujiachia na tukafanya tunavyotaka sisi. Hapana, miezi yote 12 Allah amesema ni miezi yake yeye Allah. Hautakiwi kufanya chochote katika maovu na katika machafu yote kiujumla wake. Allah tujalie na atulinde, atuhifadhi kadhalika katika kutengeneza mioyo yetu namna ya kuendea dini yake, na atulinde na yalokuwa mabaya na machafu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tunamshukuru, shukrani kwa Allah Jalla wa ala, sambamba na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zangu, usia wangu ni ule ule wa kuhusieni, lakini bila kusahau kuhusia nafsi yangu na kuhusieni ndugu zangu. Na tunaposema kuhusiana, maana yake unatakiwa uwe makini na hili jambo, kama vile ambavyo mzazi au kiongozi kazungumza jambo akasema zingatia hili, ndio maana na kuhusieni, kiasi ambacho hata mzazi anaweza akahusia mimi nikifa nizikwe pale, hata kama itakuwa si sehemu sahihi, mada mtu mzazi kashasema kwamba nizikwe pale, ilitafanya hilo jambo kwa sababu watu walizingatia usia wake. Kwa kadhalika pia huu usia wa Allah
unakuja kwa mazingatio makubwa zaidi, mara 100 zaidi ya usia wa mwanadamu au zaidi ya usia wowote ule. Huo unatakiwa uzingatiwe kwa kichwani, kwa sababu wewe unaingia moja kwa moja katika utendaji na katika vitendo ambavyo vitakuwa ni sababu ya mimi na wewe kupata rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kule kujikaribisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hotuba ya pili haitaenda mbali na hotuba ile ya mwanzo, lakini hotuba ya pili nitazungumza kwa uchache pia nikihimiza tu kwamba tuna siku chache zilizobaki kuingia mwezi wa Shaaban. Tuna siku chache zilizobaki kuingia mwezi wa Shaaban. Kwa kuwa tuna siku chache zilizobaki kuingia mwezi wa Shaaban, kwenye Ramadhani iliyopita wapo watu ambao wao walifunga au waliwajalia afya njema wakafunga, lakini inawezekana katikati ya funga yao Allah akawapa mtihani, wakawa hawajamaliza ile funga yao, na wakasema kama tutamaliza pale ambapo tutakuwa tumepata afya njema. Sasa kipindi hicho kilichobaki cha mwezi mmoja, ujitahidi uguse siku ngapi zilizobakia. Kama ulibakiza siku 2, siku 3, siku 4, siku 5 ndani ya mwezi huu, ufunge hizo siku ambazo wewe uliacha kufunga kwa dharura mbalimbali, ima ulisafiri au ulikuwa na maradhi au ulikuwa na tatizo lolote lile. Ujitahidi kwenye muda huu na kipindi hicho kilichobaki kifupi ufunge. Ukiacha kufunga kipindi hichi kinachokuja hichi, utakuja kuona kwenye baadhi ya maradhi hukumu yake inakuwa. Lakini kwa sababu tunakukumbusha na unasikia, na uwakumbushe pia na ndugu zetu wengineo ambao pia wao inawezekana sana wale kule kina mama, manake wale dharura zao zinaingia wakati wowote. Kwa hiyo inawezekana pia na wao pia walikuwa na dharura mbalimbali katika Ramadhani iliyopita. Kwa hiyo watumie fursa ya huu mwezi uliobakia mmoja, ili kukidhi au kulipa, kufanya kadhaa ya zile siku walizozikosa kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani uliopita, ili uweze kwenda sambamba katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka sisi tuyafanye. Ndugu zangu, usia huu ni usia muhimu ambao tunataka tuuzingatie kama ilivyosema. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao wanakusikiliza maneno mazuri na kuyafanyia kazi yale ambayo yalikuwa mema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama